Sio tukio la kwanza kutokea katika kijiji cha Dohom hapa wilayani Babati, tukio ambalo linawaacha wananchi hili na hofu kubwa baada ya mwanaume mmoja kushambuliwa na kuuawa kikatili na mnyama fisi. Leo majira ya asubuhi, wakati wananchi hao wakielekea mashambani kwa ajili ya shughuli zao za kila siku, wanashuhudia tukio la mwili wa binadamu ambao umeuawa kikatili na mnyama fisi, ambapo sasa wananchi wanapaza sauti zao kwa mamlaka ya serikali kufika kijijini hapa kwa ajili ya kuwadhibiti wanyama hao ambao wanaonekana kuwatishia wananchi wa eneo hili. Kwa majina naitwa Peter Luciano Masawe. Haya yanatishia usalama wetu kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba inatuletea changamoto hata katika uzalishaji mali, kwa sababu eneo tulilopo lazima tutoke kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki, lakini hii inatutishia amani. Hatuwezi kutoka kwa miguu, aidha kikundi cha watu watatu bado hakitoshi, inahitajika tutembee wengi kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki huko maeneo ya barabarani na maeneo ya sokoni. Kwa hiyo unapopita ile majira ya alfajiri kuwai, basi wanyama hawa wanakuwa kwa barabarani wengi. Hawa wanyama hata nyani wenyewe wanazuia hata watoto wa shule. Fisi ndio hawa, ile alfajiri wanaenda shuleni, watoto wanakuwa mpaka wasindikize. Kwa hiyo inatuletea kweli uchumi kidogo, inatusumbua kwa kweli. Serikali tunaomba itusaidie. Naitwa Maria Nikodemu Panga, natoka kitongoji cha Dohom. Serikali watusaidie kuhusu hawa wanyama, maana wametuathiri kiuchumi. Pili, watoto tunawasindikiza shuleni kwa ajili ya hawa wanyama, hawezi kwenda shuleni, na shule wanatembea mida ya kilomita 4 hadi 5 ndipo wafike shuleni. Yaani tumeathirika sana kina mama, maana asubuhi tunatafutana, jamani tusindikize watoto, jamani tuendeni sokoni. Sisi tumeathirika sana kina mama, tunapata machungu. Clouds TV imezungumza na mwenyekiti wa eneo hili ambaye anapaza sauti na kusimulia machungu ambayo wananchi wake wamekuwa wakiyapitia. Kwa hiyo hii tukio ni raia alikuwa anaenda shambani asubuhi, akakuta mafisi wamemshambulia mtu, wamemla, akapiga yowe. Baada yowe ilipozidi, nikauliza nini kimetokea huko, akasema mtu ameliwa na fisi. Mwili ule umeathirika sana kwa sababu hapa kiunoni pametenganishwa, huku kote wameharibu sana, kichwa na kimetenganishwa. Tukaulizana sasa tufanyaje, tukawaita maaskari wakaja pale wakampima. Kwa hiyo tukio hili kwa Dohom sio mara ya kwanza. Mtu alishaliwa na fisi ambaye ni mtoto, ameshambuliwa na akaliwa na fisi. Kwa hiyo tunaomba serikali ije itusaidie, ituondolee haya mafisi, wamekuwa tishio kwa wananchi. Mara nyingi wakikamata vitu vingi sana na wakibomoa manyumba za watu. Tunahitaji serikali ije iwafukuze, basi hii ni msaada wetu. Itakuwa ni amani itatokea katika kijiji chetu cha Dohom. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani Manyara limefika katika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya hatua zingine za kiuchunguzi. Kutoka hapa katika kijiji cha Dohom wilayani Babati mkoani Manyara, jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds.